Karibu sana kwenye channel yetu pendwa. Tuendelee kujifunza, kupata knowledge, kupanua bongo zetu. Leo nitakuonyesha jinsi ya kutumia wakati wako kwa busara sana ili kufanikisha maisha yako. Ikiwa unajihisi unapoteza muda au huna mpangilio mzuri wa maisha, basi hii video ni kwa ajili yako. Tunaanza sasa. Kwanza nataka ufahamu muhimu wa kutumia wakati wako vizuri au kifahari au kwa busara. Kila mtu ana masaa 24 tu kwa siku. Na njia unayotumia muda wako ndio inayoamua matokeo yako. Watu wengi hutumia muda wao bila mpangilio, wakisubiri wakati mzuri usio na uhakika. Hii ndiyo sababu wengi hufeli kufanikisha malengo yao. Kutumia muda wako kifahari ni kama kuwekeza fedha kwenye akaunti ya mafanikio. Kila dakika inayopelekwa kwenye kazi yenye thamani inalipa faida kubwa. Sasa hapa nataka nikuelezee kanuni 5 za kutumia muda vizuri au kifahari. Zingatia sana. 1, panga ratiba yako kila siku. Kwa maana plan your day. Andika malengo makubwa ya siku, vipengele vya lazima na muda wa mapumziko. Kanuni: haraka haina maana au haina baraka, lakini mpangilio mzuri hutoa matokeo makubwa. Kanuni ya pili, fanya kazi zenye thamani zaidi kwanza. Kwa maana unafanya una prioritize. Kwa maana kazi zile ambazo ni za msingi unazipa priority. Tumia kanuni ya Pareto. Kwa maana ya 80/20. Kazi 20% zenye umuhimu mkubwa zina matokeo 80%. Epuka kufanya kazi zisizo na faida mara nyingi. Lakini 3, zidisha muda wa kujijenga. Kwa maana invest in yourself. Kusoma vitabu, kujifunza ujuzi mpya au hata kufanya mazoezi ya akili na mwili. Muda unaotumika kujijengea ni muda wa kila siku unaorudisha faida kubwa zaidi baadaye. Lakini 4, epuka vishawishi na uchelewaji. Kwa maana avoid distractions and procrastination. Fikiria mitandao ya kijamii, kwa maana ya simu, TV, vitu hivi vinaweza kuharibu muda wako kwa 1% kubwa sana. Tumia mbinu ya Pomodoro, kwa maana dakika 25 za kazi yenye umakini kisha mapumziko madogo. Lakini 5, jifunze kusema hapana. Learn to say no. Kila mtu ana maombi, lakini kudhibiti muda ni muhimu zaidi. Sema hapana kwa mambo yasiyoendana na malengo yako kwa wakati huo. Sehemu ya 3, nataka nikuelezee mbinu za kila siku za kuongeza ufanisi. Sasa nitakuonyesha mbinu za kila siku ambazo zinaweza kubadilisha muda wako kuwa nguvu ya mafanikio. Ya kwanza, kila asubuhi anza na kipaumbele cha kwanza. Tunasema eat the frog, kwa maana fanya kazi ngumu zaidi kwanza. Lakini 2, gawa muda wa kazi kwa sehemu ndogo. Tunaita time blocking. Hesabu kila sehemu ya siku kwa kazi maalum. 3, tumia teknolojia kwa busara. Apps za productivities, timers, time control na kalenda za digital ni muhimu. Lakini 4, pumzika na weka muda wa reflection. Bila kupumzika akili inakosa nguvu. Kuna muda inatakiwa utulie na ujitafakari, unakuwa kama unajifanyia relief. Lakini 5, shirikiana na watu wenye maono. Mtu unayeshirikiana naye anaweza kuakisi ufanisi wa kwako wa baadaye na hata wa sasa. Sasa nini matokeo ya kutumia muda vizuri au muda kifahari? Ikiwa utaanza kutumia muda wako vizuri na kifahari, utapata matokeo yafuatayo. 1, malengo yako yatatimia haraka zaidi isivyo kawaida. Lakini 2, ufanisi mkubwa kwenye kazi. 3, upungufu wa stress na furaha zaidi. Lakini 4, ni kujijenga kwa akili na mwili. Kila dakika iliyotumika vizuri ni hatua moja karibu na maisha unayoyataka. Hilo jambo lizingatie kwa makini. Kumbuka,
Muda wako ni mali yako kubwa sana. Tumia kila dakika kwa busara. Anza leo na utashuhudia matokeo ya ajabu sana kesho. Kama ulipenda video hii na kama unapenda video hii kuisikia, usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Pasi kuniambia ni mbinu gani unazotumia kudhibiti muda wako. Asante kwa kutazama video hii na tukutane tena kwenye video inayofuata.